Nemba siku moja nilipoteza hela. Nililima mahindi nikapata gunia 10. Nilipopata gunia 10 nikaenda pale Kabindi kuendea biashara ili nipeleke pale Nemba. Nilipofika pale Kabindi naingia kwenye kibanda hili eneo nakuta hela hamuna hata 100 kwenye mfuko. Nikashangaa kitabu mwaka mzima nimefanyia sio. Nikafika nyumbani kala kitandani mawazo kama mkawa hata kama kumshikisha mapema. Nikakumbuka kuna mganga kwa Mahembe ana nundu hapa kichwani. Nikasema $500 lazima nifuatilie. Nikaenda pale mzee mganga alikuwa anakaa kwa Mahembe pale Nemba, alikuwa na hoteli. Kwambia mzee, mimi bwana nilikuwa naenda kuendea mtu wa kibanda, nimekuta hata ndio mfukoni hai. Sema umefika. Alikuwa na nundu kichwani. Kasema twende kwa Robert pale ndio tunapofanyia uganga. Tukaenda naye akanituma kaniletea kifaranga cha kuku. Nikasema kifaranga tu, sema kila bata kijaota maneno na kileta. Nilikuwa na fiamu mwalimu chetu pale Nemba. Nikasema simamini rafiki yangu nikukamata tu, huyu ni rafiki yangu sana. Nikakikwinda kifaranga cha kuku nikakiweka kwenye poti. Kikapi na mafeli matulia na tafuta hela yangu. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Nashuhudia nilipotoka. Nashuhudia nilipotoka. Yesu makofi mazuri. Kila mganga kaniambia nenda ukileta, nikakileta. Nikawahi nikampeleka maisha. Akasema kiweke mbele yako uanze kuongea maneno. Nisema niongea. Akasema omba hela yako. Sema kifaranga, sikia kifaranga. Naomba $500 sana. Zirudi kiko mbele na hakiongei. Mimi ndo naongea. Sema nimemaliza leta. Akakivuta shingo. Akakinyofua straight. Sema kumbe waganga ni hatari. Sasa akampasua tumbo. Akasema hela yako iko hapa kwenye utumbo. Utumbo kwa kifaranga. Nikasema pamba ukizileta raki ya kwako. Mimi nachukua raki ile tu. Akasema ngoja nikutengenezee. Akatengeneza sasa. Akasema aliyechukua hela kumbe kanaye kwenye si. Hapa. Naye namfahamu. Kwa dozi wote Nemba. Akasema neno mwambie akupe. Na ramba na kadawa kwenye ulimi kidogo isema asiwe mgumu. Nikasema leta. Kama ile mama nilikuwa nimekaa naye. Nikasema mama, naomba hela yangu $500. Akasema mwalimu, sijachukua hata 100. Huyu mganga anaidanganya. Naomba hela yangu fanya haraka. Akasema mchungaji, mwalimu utaniua bure. Sijachukua hela. Nikarudi kwa mganga, amekataa. Akaniambia nenda kama amekataa. Nenda mtoe nyayo. Nikasema wewe, ni mtoe nyayo sina kinga. Wewe ndio una madao na majini. Kama mtoe mwenyewe uhangaike naye. Piga makofi kwa Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Niseme. Kwa sababu nilikumbuka kule nyumbani kuna jirani yangu alituma mtoto wake akachume majani ya tumbaku. Nilikuwa nasema naye. Sasa akaenda kuchuma, ametuma na baba yake. Mkono wake ulipinda. Ukapinduka wazi. Akatoka kule na ile baba yake kumsaidia. Akaingia ndani. Toka niko watatu. Nimemaliza la 7 milala. Yule jamaa. Nikamaliza form 4 amelala. Kama sasa wao amelala. Watoto 6. Hadi leo tunaongea. Yuko chumbani yule kijana. Amechoka hivi kwa sababu alipimwa na baba yake kwenda kuhibula mashamba ya watu. Kumbe baba yake hana nguvu, alibula shamba la mtu mkubwa. Yeye hana uwezo. Mikono ikapita. Sasa hivi mikono ikishika. Fikiria leo na watoto 6. Bado amelala kitandani. Yuko panda. Pale mkono katasi. Wakati anasikia kama mreception. Nikakumbuka ile kijana. Nikamuuliza nyayo. Hivi mikono yangu ikipiga. Sasa wewe mganga nenda mwenyewe. Akasema nitaenda mwenyewe. Lakini mwisho wake mganga hakupata chochote. Na nikajua kumbe shetani ni mwongo. Nikaenda kwa mwingine Nyamusa Zipani. Alikuwa Sangamuteke. Sangamuteke nikakuta na madawa mengi. Alikuwa na mchungu amezungusha hivi. Akasema umefika kwangu mimi ni baraka. Sema tengeneza wewe niangalie mama. Akachukua kiko. Akavuta moshi kwa jamu mdomoni. Akampulizia kwenye chungu vyote. Nikaanza kutoa moshi. Sema hapa hela zangu zitani kwa hali hii. Akapiga manyanga. Akasema weka futano haraka. Sema afanya niko mimi nataka futano. Nikiweka maraka haitaki. Wajibu wa baba. Yesu makofi.
nimechukua tumeweka naye kwenye gari. Nani? Nikamuuliza hiyo dawa ikoje? Akasema hii dawa tukiirusha ikikosa aliye kuibia inakurudi kukutafuna wewe. Mimi nimepoteza hela. Ile na mimi Irish. Akasema sasa ipo nzuri zaidi ya dawa ya laki nane. Kuangalia nje anagoma liko kwenye renda. Nikasema huyu jamaa inawezekana kama haiwezekani. Laki nane nimepoteza laki tano, jumlisha laki tatu, laki nane. Sasa kunimaliza za mganga. Mimi mbona shida ya 5,000 kusema mimi ninaishi. Chukua 5,000 ya laki nane sina. Hiyo hela sikuipata. Haina kuja kuipata. Hiyo hela sijawahi kuona. Kwa hiyo shetani ni Mungu na baba wa Mungu. Tumwamini Yesu ni hai. Ile kweli. Shetani ni Mungu na baba wa Mungu. Sasa nimeshachoka kweli. Nitamtumikia Mungu hadi kufa. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Sema Yesu anaweza. Sema Yesu anaweza. Akasema sasa ili wasikuogope wananchi, ili watu duniani wasikukimbie, naomba Mungu akapeleke kwamba azaliwe kama binadamu. Akaonekana mwanamke mmoja mzuri anaitwa Bikira Mariamu. Ukasema huyu mwanamke Bikira ambaye baada ameposwa na Yusufu, tupitisha hapa mwana wa Mungu azaliwe kama wao, aishi kama wao, apite makosa kama wao, ili watu wasikuogope. Lakini alikuwa ni Mungu 100% na binadamu 100%. Akasema huyu mwanamke Bikira, huyu yuko vizuri amuzae. Akasema yeye ameposwa na Yusufu, tunapitisha habari ila huyu ni mchukua wa mtu. Sasa Mungu akasema nimeamua. Mimi kama nimeamua, sema hapa anazaliwa. Sasa yule Bikira Maria ambaye mama Bikira ni msichana ambaye hajaolewa na mwanaume, ni Bikira ni msichana safi. Kwa anazaliwa na mama yake hajui wanaume, yeye ni mwaminifu, amejitunza, anaitwa Bikira. Kama sasa hivi wengi Bikira ni wachache, ukipima sasa hivi wengine hawapo. Wengi wamekuwa malaya. Wewe malaya ulioko hapa. Wewe malaya. Wewe sharibu Bikira. Wengine wako kanisani wanaenda na kwaya, lakini amebaki kama ndoa alisharibika.
makanisani wanaingia. Mimi nimeona, mimi ni mchungaji sasa hivi. Nimeshaona majamaa yapo kwenye huduma kwa Jesus. Lakini akipiga kola myoke. Wangu nimeshakamata matatu. Yakuwa naibisha sifa unazama. Kumbe hazamengi anazama kwenye topi. Unazama. Wako nazama wepo mafu. Piga Yesu makofi kabisa. Piga Yesu makofi kabisa. Piga Yesu makofi kabisa. Mariamu alikuwa bikira. Amejitunza. Msichana mwenye akili. Hawezi kufanya mapenzi kabla hajaolewa. Miaka ya elimu iliyopita. Wasichana waliolewa wanakutwa na bikira. Unaona shangaa. Ni mwanamke katika miaka 60. Ukimcheki juu ni neno. Lakini ndani ni takataka. Ukitambua ofisi ya mwalimu mkuu ilisha sambaratika. Wapige wasipige malaya wabadilike. Wapige waokoke vizuri. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Unaona na kwa demo mimi. Mama kama kwa chibara nimekuwa wewe. Nicho wewe ni bikira. Inakuwaje huko hivi? Kwa basikeli ni utoa. Basikeli gani litoa bikira? Hicho kinanda cha basikeli. Kile gani cha bikira? Sio basikeli. Wewe ni maraya tu. Kubali mambo yaishe. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Maraya hawezi kwenda mbinguni. Maraya hawezi kumwona Yesu. Maraya hawezi kufika mbinguni. Awe ndani ya kanisa. Awe nje ya kanisa. Maraya hawezi kumwona Kristo. Piga Yesu makofi mazuri. Piga makofi kwa Yesu. Hebu sema amen. Nikasema nipitishe huyu Yesu kwa huyu bikira aliyejitunza, aliyejiheshimu. Mariamu alikuwa kwenye chumba ametulia pale, akashangaa mandazi naingia kwenye chumba, akasema kuna nini? Akasema tulia, mimi ni Gabrieli, nimetuma ujumbe, utabeba mimba, utazaa mtoto wa kiume na jina lako utamwita Yesu Kristo. Akasema nipazaaje? Sijaolewa. Akasema utabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Akaambia atazaa. Baada ya hapo mimba ikaanza kuzaa. Mimba ikaanza kuzaa. Badiliko likaanza.
yule nyoka wa zamani Misri na Yezebeli wake. Hawa tumewakataa. Ile sauti wenye kukataa shetani. Tunamkataa shetani. Huyu ni mjinga shetani, kimbembeleza na huo familia. Hana huruma, ni mjinga mkubwa. Kenya shetani. Yule shetani. Hatumwamini takataka. Ameleta magonjwa, analeta kansa, analeta visukari, anamwaga matatizo kwa watu ili tufe. Hatutakufa, tutaishi, tusimame tena.
katika jina la